and worship. Kwa nini tunamsifu Bwana na kumwabudu? Mara nyingi tunachukulia sifa na kuabudu kama sio ibada. Haleluya. Wakati wa sifa na wakati wa kuabudu ndio ibada kuu, ndio ibada ambayo inayofanyika mbinguni. Haleluya. Praise and worship team hawaelewi mara nyingi kwa nini tumewachagua watuongoze katika sifa, watuongoze katika kuabudu. Wanachukulia ministry hii ya praise and worship kama ministry ambayo haina maana yoyote, na wanajipata kwamba wanataka kuabudiwa wao, wanataka kuinuliwa wao, wanakuja kuonyesha ujuzi wao, wanakuja kujiinua na kujiona vile wanavyojua kuimba na kurukaruka. Praise and worship, it is not for you. Praise and worship is not for praise and worship or for praisers. Praise and worship is for the Lord. Wakati unapojua, wakati unapotambua kwa nini unaabudu, wakati unapotambua kwa nini unamsifu Bwana kwa nyimbo, kwa zeze, mpaka utakapojua ndio utachukulia ministry hii kama ministry muhimu. Mara nyingi nimewaambia hata praise and worship Jumamosi wakati wa kufanya mazoezi, kama unajijua kwamba hauko tayari, kama unajijua hauko msafi, tafadhali usipande katika madhabahu. Praise God. Leo nataka nifundishe ili tukapate kujua ministry hii ya praise and worship tunaichukulia kama mchezo. Let me tell you, wakati tunapomsifu Bwana na wewe umeketi unasinzia, hauko kanisani, hujui kile kitu ambacho tumekufanya, tumekuleta ndani ya kanisa la Bwana, hujui, uelewi. Zaburi 100 tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Psalms 100 from verse 1 to verse 5. A song of praise. Daudi anasema, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake kwa kuimba. Tunakuja mbele za Bwana kwa kuimba. Praise God. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Wakati umetambua kwamba Bwana Mungu ndiye aliyekuumba na wewe ni mtu wake, haleluya, na ukitambua kwamba wewe ni kama kondoo wa malisho yake, basi huwezi kujiinua. Wakati umeingia katika nyumba ya Bwana, wakati unasonga katika nyua ya Bwana, wakati unasonga katika madhabahu ya Bwana, unakuja na hofu ukijua kwamba unakuja kumwabudu Bwana. Praise God. Wakati umeingia katika kanisa, katika malango ya kanisa, wakati unapoingia kanisani, unajua kwamba unakuja mbele za Bwana. Na wakati unakuja mbele za Bwana, unakuja mbele za Bwana na sifa na nyimbo na kumwabudu, kwa sababu yeye ndio mkuu anayestahili kuabudiwa. Hakuna mwingine anayestahili sifa, hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa. Manake wewe ni nani? Wewe ni kondoo ya malisho yake. Yeye ndio ana uamuzi
maisha yako. Wewe ndio ana uamuzi wa nyumba yako. Wewe ndio ana uamuzi wa biashara yako. Yeye ndio ana uamuzi ya kesho yako. Praise God. 4 inasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake. Wakati tunapoingia nyumbani mwa Bwana, tunaingia kwa kushukuru. Kumshukuru nani? Kwa kumshukuru Bwana kwa neema ambayo ametupatia, kwa uhai aliyotupatia, kwa nafasi nyingine tena ambayo ametupatia, kwa uweza wake na faraja na chochote ambacho tulicho nacho ni yeye. Praise God. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele. Rehema za Bwana ni za milele. Kabla wewe haujazaliwa alikuweko. Kabla nyanya yako na babu yako na vitukuu na nani waliotangulia hawajazaliwa alikuweko. Kabla ya chochote yeye alikuweko. Anakujua. Akamwambia Yeremia, ninakujua kabla hujatungwa ndani ya tumbo la mama yako. Nalikujua, nikakuchagua. Maisha yako ninayaelewa, njia zako zote ninazielewa. Ndio maana Daudi akasema kwamba wakati alipoanguka akaenda mbele za Bwana, akamwambia Baba, usiache roho yako ikatoka juu yangu. Amen. Daudi anasema katika Zaburi 37 kwamba Baba, niende wapi mahali ambapo roho yako haipo? Nikienda chini ya uvungu, wewe uko. Nikiwa juu mbinguni, wewe uko. Nikiingia kuzimu, wewe uko. Nikijificha katika giza ni lako. Haleluya. Nikiingia katika maji, wewe uko. Hakuna mahali popote Baba wewe haupatikani. Niende wapi? Nijifiche wapi na roho yako? Huyo ndio Baba ambaye tunayemwabudu. Haleluya. Amen. Wakati tunapokuja katika sifa, tunapoingia kwa kumwabudu Bwana na kwa kumwimbia Bwana, hiyo ni sehemu ya kuingia katika presence yake, katika makao yake. Praise is the gate that leads us into his presence. Praise is the gate. Sifa ni mlango inayotuelekeza katika mahali pake. Worship becomes God's rule into man's circumstances. Praise creates a dwelling place for God into man's present situation. Praise ni kutamka utukufu wa Bwana na wema wa Bwana na nguvu zake. Ni kutambua utukufu wa Bwana. Baba, wewe umetukuka. Baba, wewe umeinuliwa. Baba, wewe ndio mfalme. Wewe ndio mweza katika maisha yangu. Unatamalaki katika maisha yangu. Ninakuabudu asubuhi, ninakuabudu jioni, ninakuabudu mchana. Baba, unastahili sifa, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Wacha niwaambie jambo. Wakati umekomaa katika uokovu, wakati umekomaa katika uokovu, hutakuja kila siku ukililia Mungu shida zako. Praise God. Hutakuja kila wakati unapoenda kwa magoti, Mungu niangalie shida zangu, Mungu niangalie jicho linanuma, Mungu niangalie kiuno, Mungu niangalie. Hapana. When you walk with great men of God, when you walk with a natural spiritual men of God, you will notice something different. Wakati unatembea na watumishi wa Mungu ambao wamejazwa na roho, wanatembea katika kiroho, maisha yao yako kiroho, njia zao ni kiroho, chochote wanachofanya ni kiroho.
wanaingia na wanainua mikono, wanasema Baba ninashukuru. Hawana mambo mengi. Maneno yao yote ni kumsifu Bwana, ni kumuinua Bwana, ni kusema ukuu wa Bwana, ni kusema miujiza ya Bwana. Mungu amenifanyia, Mungu amenitendea. Angalia vile Mungu ni mkuu, angalia vile Bwana anastahili sifa, angalia vile Bwana yeye amenifanyia. Yeye ndiye anastahili kumwabudu. Hakuna mwingine wa kuabudiwa, hakuna mwingine wa kuinuliwa, ni yeye tu wa kuinuliwa. Yeye ndiye Muumba, aliyeniumba, anajua ndani yangu, anajua mateso yangu, anajua kilio changu, anajua kesho yangu. Yeye ndio mfalme, ni yeye ninayemwabudu. Hata sasa ni yeye ninajiweka mbele zake. Praise God. Kwa nini tuna msifu na kumwabudu Bwana? Kwa sababu, haleluya, kwa sababu ya yeye vile alivyo, kwa sababu ya ukuu wake. Alimwambia Musa namna gani? Nikienda kule nitaambiaje wana wa Israeli? Alimwambia, go and tell them it is he who he is. Yeye ndio yeye aliyeko. You cannot define God. Huwezi kuelezea ukuu wa Mungu kamaliza. Huwezi kuelezea miujiza ya Mungu kamaliza. Huwezi kuelezea makuu na mambo mazuri ya Mungu ukamaliza. Huwezi. Praise God. Huwezi kumaliza yale yote ambayo Mungu amekufanyia. Huwezi kumaliza. Because our God is mighty. He is sufficient, capable of handling whatever you are facing in your life. Yeye ni mkuu, anaweza kutatua jambo lolote ambalo unalolipitia katika maisha yako. Anaweza kufanya chochote. Anaweza kukuponya. Anaweza kukuinua. Anaweza kukutoa mavumbini na akakuweka katika sehemu ya juu. Anaweza kufanya mambo ambayo ufikiri katika maisha yako. Yeye peke yake ndiye anayestahili tumwabudu. Yeye peke yake ndiye anayestahili sifa. Yeye peke yake ndiye anatuamsha usiku saa 9 za usiku wa manane, saa 10 usiku wa manane, tukimwinulia mkono tukimwambia Baba, ni wewe tu unayestahili sifa. Ni wewe tu wa kuinuliwa. Ni wewe tu wa kuabudiwa. Hakuna mwingine wa kuinuliwa. Praise God. Sababu yeye Mungu, he is everywhere. Kwa kizungu tunasema he is omnipresent. Yuko kila mahali wakati wote. Yuko hapa, yuko kwa kanisa lingine, yuko Amerika, yuko Israel, yuko Nairobi. Kwa wakati mmoja anahudumia watoto wake. He is omniscience. He is all knowing. Anajua yote. Anajua kila kitu. Amen. Hallelujah. Amen. Why are you tying God's hands? Ni sisi tunafunga Mungu mikono. Untie God's hands and see the miracles in your life. How do you untie God's hands? Sisi mara nyingi tunafunga Mungu mikono. Nilihubiri hapa siku moja nikasema something very important. When I was doing my masters in Christian leadership, so kitu ambacho nilitoka nacho kikubwa sana ni hiki ambacho nitaenda kueleza sasa. Kwamba when you fold your hands, God also folds his hands and looks at you. Wakati umekunja mikono, Mungu pia amekunja mikono yake, anakuangalia. Wakati umeanza kuchukua hatua, Mungu anaanza kutembea na wewe. Anaanza kutembea na wewe. Wakati umekunja mikono, anakuangalia. Ni wewe uchukue hatua, ndio Mungu akuunge na wewe katika hatua ambayo unayochukua. Usipochukua hatua, utasema mimi nimelaaniwa kwa nisibarikiwi. You don't take action. Wengi ni waoga hata kuanzisha biashara. Wengi ni waoga hata wa kuinvest. Wengi ni waoga wa kufanya jambo. Ako tuna fear. Devil anakupatia fear. Alimpatia Saul na Israel fear. Goliathi alishukisha fear juu yao. Akashukisha fear. Wakawa wanakimbia kama watoto kujificha. Na mtoto mdogo who knew how to praise, a man after God
ametoka katika ukoo wa Juda. Judah means praise. He is a man of praise. He knows the mighty power of God, ambaye anaweza kusema Mungu wangu anaweza. Akaja akaleta chakula, akaona vile wanakimbia, akasema hawa hawajui. Akasema huyu ni nani ninayemkimbia? Huyu ni nani huyu? Huyu ninaweza kumfanya kama vile nilivyofanya simba na dubu wakati waliposhika kondoo za baba yangu. Sauli akasema, wewe ni kijana mdogo sana, unakaa sop sana, na wewe hutaweza na huyu, manake amekuwa mtu wa vita tangu alipokuwa mdogo. Daudi akamwambia, no, I know my God, he can do the mighty things that nobody else can do. Na yeye ndio yeye ninayemwabudu. Aliniwezesha nilipokuwa msituni, aliniwezesha kondoo za baba yangu ziliposhinyakuliwa, nikawapokonya katika kinywa chake, na alipoinua makucha yake na mdomo, nikaushika na nikamrarua. Na yeye ndio nitakaye, na hivyo ndio nitakayofanya katika huyu mnayemwita Goliati. Nitamfanya kama vile nilivyofanya wale dubu, kama vile nilivyofanya huyo simba, because I know who I worship. Praise God. Praise and worship releases power and presence of God. Zaburi 22:3 inasema, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Mungu anakaa katika sifa za watu wake. Wakati unapomwabudu, wakati unapomsifu Bwana, unafikisha uwepo wake, na yeye anakaa katika hizo sifa. Na wakati ameshuka amejifunga katika zile sifa ambazo unazoziinua kwake, yeye anakupigania, anakushindania vita. Last Sunday tulisema, when God visits, what happens? Wakati Mungu ameshuka, when God visits, first John inasema kwamba I am the light. Hallelujah. He is mighty. Yeye ni mwanga, yeye ni nuru, na giza haliko ndani yake. Amen. Tuko pamoja? Wakati unapomwimbia sifa, wakati unapoinua kinywa chako asubuhi, umeamka, Baba ninakushukuru, ninakuinua, wewe ni Ebeneza, jina lako ni kuu Baba, unastahili sifa za kinywa changu. Wewe ndio umenilinda usiku huu Baba, umenilinda usiku, umenipigania usiku. Niliona malaika zako wamenizunguka, hata maadui zangu walipojaribu kurusha mishale, Mungu wangu ulinifunika, na sasa umeniamsha salama. Baba ninakuinua, ninakusifu, jina lako lihimidiwe. Ninakuabudu asubuhi ya leo, ninakuinulia mikono, manake hakuna mwingine wa kuabudiwa, hakuna mwingine wa kusifiwa. Anashuka katika zile sifa, anashuka katika zile sifa. Kwa pamoja, anashuka, anaingia katika zile sifa, anaingia katika zile sifa. Nuru inashuka, nuru inakuzunguka, nuru inakuzunguka. Maadui pale walipo wanaanza kuona kisunzi, wanaanza kubabaika, wanaanza kupigisha sifa peke yake, sifa peke yake. This is how great men of God walk. Sifa peke yake. That is why nauliza swali kwa mzee mmoja, is now 85 years old, and he is preaching the gospel. More powerful. He can stand for 2 hours without getting tired. 84, 85 years. Wewe ukifika hapo utakuwa uko wapi? Utakuwa umeminwa ama bado utakuwa unaishi ukihubiri Injili? Anasimamanga hivi na huwa hatingishiki, anaongea kizungu sanifu. Nikamuuliza, why are you on fire? From 1959 you started preaching. Kwanza 1959 mpaka sasa, wewe ni babu sasa, unasema kwamba ulikuwa umeanza kuhubiri 1959 wakati wa T.L. Osborne, mpaka sasa imekuwa. Akasema my son, akasema my grandson, it is praise and worship. It is praise and worship. You men of God,
you don't worship the Lord. You don't praise the Lord. You wait for people to worship you. That is why you start on fire and you end up. Praise God. Paulo akasema mmeanza na roho, mmemaliza kwa mwili. Kwa nini? Mnaanza na moto, mnainuka, mnainua kiburi, na sasa mnataka watu wamwabudu. Eti wanapiga hapo, wanacheza hainuliwe Bwana wa mabwana. Alafu sasa tukaribisha bishop. Sasa ni wakati bishop sasa karibu anatoka ofisini, ndio watu wanakimbia, wanachukua Biblia yake, wanakuja umemzingira, wanakuja mpaka kwa madhabahu. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Watu wanamuinamia. Mwaka mmoja miaka miwili ameisha. Mwaka mmoja miaka miwili hata sikika tena. Lakini natakikana when we are worshiping together, we worship. Wakati tunapiga magoti, mimi napiga magoti. Ukilala chini na mimi ninalala chini. We are the same. We are worshiping the Lord. We are worshiping the Father. We are worshiping the Father, the mighty Father. That is why you need to be on fire every time. Because if you're a worshiper, you will never cease being on fire. Amen. David, he was a worshiper. Walipofikiri kwamba anaisha, Sauli akamfukuza, akafikiri na mmaliza, akafikiri na mwangamiza, akafikiri nini, lakini ikafika mwisho. When God's time came, akiwa katika cave of Adullam, Daudi ameenda kujificha, akiwa na wale ambao wana matatizo kama yeye, wamekuja wako na madeni, wako na hali ngumu kama yeye. Pale Mungu alitengeneza jeshi, na pale Daudi akatoka na jeshi, na pale akaenda Yuda, na Daudi akatawala Israeli pamoja na Yuda kwa miaka 40. Na Mungu akamwambia, nimepata mtoto, nimepata mwana wa Yese, anayejua moyo wangu, anayefanya yote ambayo ninayotamani. He is a great worshiper. Na akamwambia, kwa sababu ya haya yote sitaacha kizazi chako hadi Yesu alipokuja ametoka katika kizazi cha Daudi, because he was a worshiper. When you are a worshiper, you will remain. Utabaki mpaka siku zako zote. Amen. Kwa sababu Mungu anakaa. God inherits, God resides or lives in the presence of his people. Wakati wewe unapomwabudu, unapomsifu Bwana, uwepo wa Mungu unashuka na unakaa pamoja naye. Amen. Hallelujah. So the supernatural power of God's presence is in the music. Amen. Is in the praise. Amen. Is in the worshiping. Amen. Because God fills praise and worship with his presence. Anajaza sifa na kuabudu kwako na uwepo wake. Inasema amefungwa na sifa zako. Tunaona kwamba huduma zingine kama prophetic ministry zinashuka wakati wa sifa. Tukienda katika 2 Kings chapter 3 verse 14 and 20. Tunasoma hapo kwa muda hapo, tunaona kwamba Elisha alifuata akatoa unabii. 2 Kings 3:14. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishije, ambaye nimesimama mbele zake, kama singemwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nao. Ukisoma kuanzia 1 utaelewa. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ila sasa 15, niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki.
Kwa kuwa Bwana amesema hivi, hamtaona upepo wala hamtaona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana, pia atawatia wa Moabu mkononi mwenu, nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri na kila mti mwema mtaukata, na chemchemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Mtumishi wa Mungu Elisha aliomba kulete wapigaji zeze na waimbaji sifa. Walipoanza kuimba, walipoanza kucheza zile vyombo, walipoanza kumsifu Bwana, Roho wa Bwana akashuka juu yake na akatabiri mambo ambayo aliyoandika hapo chini ambayo yalitimia. Praise God. Mara nyingi tunaona wakati tunapoenda kwa sifa mbele za Bwana, haleluya, tunaona kwamba wakati tunapoabudu na kusifu, kama vile Jumatano kwa mfano ama Ijumaa, kitambo tunashikana mkono. Wakati tunapoweka pambio moja, Roho Mungu anashuka na watu wanaanza kutabiri katika kile kikundi. Na neno la Mungu linasema tunampatia yule mtu muda anatabiri. Na mara nyingi mwingine ananena kwa ndimi na Roho anashuka, mwingine anatafsiri zile ndimi. Na Mungu anatupatia direction ya kanisa kupitia kwa sifa. Wakati wa sifa, Elisha anasema kwamba alipoita watu, then it happened when the musicians played. Ikatokea wakati waimbaji walipoanza kucheza, mkono wa Bwana ukashuka juu ya Elisha. Wakati tunaposifu Bwana na kuimba, Mungu anashuka kwa zile sifa na ananena yale ambayo anastahili sisi tuyajue. So, praise and worship, from today, I need you to change. Mubadilishe mtazamo wenu wa kusifu na kuabudu. Kuanzia leo, mbadilishe mtazamo wenu wa kusifu na kuabudu. Kumbe mimi ndio wa maana sana. Akaanza kuinua mapafu, akaanza kuinua mabega na kusema kama sio mimi hapa mbinguni kumbe hakungekuwa na moto. Na akataka kujiinua juu ya muumba wake. Na ndio maana akatupwa, anatutatiza hapa duniani. Na amekuja. Na ndio maana tunaona mabaa na maklabu zimejaa. Na ni jambo gani linalotokezea pale? As they play the music, as they play their music, this is when zile mataa zinawaka zinabadilisha hivi. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Kijana wa 17 years ataona mama wa 65 years amefanya makeup iko sawa, atamuona kwamba ni rika lake na atamchukua. Na wakati wa asubuhi ameamka, anapata vihoja pale kando ya kitanda chake. Na hivyo ndio inapokuwa kila siku, kwa sababu shetani yeye ana mbinu zote. Wakati analeta zile mataa, naruka hivi disco, naruka tunaona mataa, tunakunywa kinywaji, macho yetu yanapepesa. Ndio maana tunaona wasichana wengi wa university, wengi wa 17 years, 18 years, 20 years wako na sponsors ambao wanawapata katika club. Na hivyo ndio inavyokuwa, kwa sababu Lucifer alipotupwa alikuja na ujanja wote. Na sisi tusiigize mambo ya bar tukayaleta ndani ya kanisa. Let us be original, because we know
will see the presence of God. Kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba Mungu anaishi katika sifa za watu wake. Jambo la pili tunaona kwamba Mungu anapigania watu wake wakati wa sifa. Tunaona kwamba katika kitabu cha Second Chronicles chapter 20. Second Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili 20. Tunapata mtu anaitwa Jehoshaphat. Huyu mtu alikuwa ni mfalme, na huyu mtu alikuwa ni mzuri. Na siku moja akavamiwa na maadui, nchi tatu zimeungana kuja kumwangamiza mtu mmoja ambaye anaitwa Jehoshaphat. Nasema kuanzia mstari wa 18. Yehoshaphat akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakawe Yerusalemu wakimsujudia Bwana. Na Mlawi baada ya Yehoshaphat kuanguka, praise God, wakaanguka kifudifudi. Praise God. Hebu kabla ya wakati unaposoma Biblia usisome tu kwenye mstari. Soma kwenye mstari wa mbele unasemaje ndio uelewe mstari wa pili. Praise God. Ukisoma huko juu utaelewa vile ilivyokuwa. 14 anasema Yehoshaphat akainama kichwa kifulifuli, wakaanguka mbele za Bwana Yuda wote na wakao Yerusalemu wakimsujudia Bwana. Na Walawi na wana wa Korathi wakasimama ili wamsifu Bwana Mungu wa Israeli kwa sauti kuu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa, na walipokuwa wakitoka, Yehoshaphat akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa nini Yehoshaphat alisema hivi? Kwa sababu wakati walipokuwa katika nyumba ya Bwana wakiomba, tushasoma sana hilo andiko. Tunaona kwamba walipokuwa wamefunga wakiomba, Roho wa Mungu alishuka kwa mtumishi wa Mungu Haziel, akamwambia, Mungu anasema kwamba msiogope wala msifadhaike, vita hivi si vyenu lakini vya Bwana. Tuko pamoja? Ndipo Yehoshaphat aliposikia mambo hayo, Biblia inasema akaanguka kifudifudi akamsujudia Bwana. Alipoinuka akasimamisha watu wote akasema, sikizieni enyi Yuda, enyi Yerusalemu, mwaminini Mungu wenu. Praise God. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakafanya nini? Mtakavyofanikiwa. Kwa sababu Roho wa Mungu alishuka. Jehoshaphat alikuwa anataka afanye jambo moja. Nataka leo nielezea hapo, sijawahi kuelezea. Jehoshaphat kusema hivyo, alikuwa anataka kufanya jambo moja. Alikuwa anainua imani ya watu wake, kwa sababu already God, Mungu tayari amenena, amesema kwamba vita si vyenu, vita ni vyangu. Mungu amesema. Anawaambia sasa, aminini Mungu, manake amesema. Alitumwamini nabii huyu ya Haziel, manake Mungu amemtumia kutupatia ujumbe huu. Alipowajaza moyo, akainua sasa kundi la waimbaji. Tuko pamoja lakini? Ili miujiza Mungu ikapata kutendeka. Akainua kundi la waimbaji. Akamwambia sasa Walawi, akawapanga sasa, chukueni zeze, chukueni vyombo vyenu, na mtatuongoza kesho asubuhi kwa sifa. Na wakati waimbaji walipokuwa wakiendelea, tuko katika Second Chronicles chapter 20 22, nasema nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Sisi kama tuko pamoja.
Wakati walipoanza kuimba sifa, wakati walipoanza kumwimbia sifa, wakati walipoanza, when they began to sing the praises to God, not after, when they began, sio baada, wakati walipoanza, God set ambushes against the enemy. Wakati walipoanza kuimba sifa, ndio Mungu alishuka katika zile sifa. Tunasema kwamba Mungu ni nuru. Na wakati aliposhuka katika zile sifa, praise God, aka confuse wale maadui, akaleta chuki na giza kwa wale maadui, na wakaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Akaweka upofu kwa wale maadui, na wakaanza kumalizana wenyewe kwa wenyewe. Wamoabu kadama wakapigana na wale wengine wakamaliza, baadaye wakaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Wakati wale wanaimba na kusifu Bwana na kulala chini na kuinua mikono wamefunga macho, hainuliwe Bwana wa mabwana, hainuliwe ametenda mema, hainuliwe Bwana wa mabwana, hainuliwe ametenda mema. Wanaimba, wanacheza, wanaimba. Walipoinua macho yao wakiangalia, wanaona watu wamelala chini, wote wamekufa. When they started, sasa ni vita gani uko navyo wewe? Ni mambo gani ambayo unapigana nayo? Vita vyako vinatokea laini gani? Unahitaji kukombolewa? Unahitaji kukombolewa na hiyo uoga wa shetani? Haleluya. Ni wakati wa kumkabidhi shetani, na unamkabidhi shetani kwa sifa. Baba, niko mbele zako, ninakuinua. Nataka muelewe kitu moja. Wengi hatujui kuimba, si sawa, lakini tunajua kutamka maneno. Takusifu Bwana kwa sifa za kinywa changu. Bwana, wewe ni mwema. Unastahili sifa. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa. Jeshi lote liko kwako. Wewe ni Mungu wa vita. Wewe ni mweza. Ulimpigania Jehoshafati. Ulimpigania Elisha. Ulimpigania Elia. Ulimpigania baba Esther. Ulimpigania Mordekai. Mungu wangu, uliwapigania watumishi wako. Najua Baba, wewe ni Mungu wa vita. Ulimchagua Daudi aliyetoka chini, hakuwa na kitu Baba. Wewe Baba uko peke yako. Wewe ni mfalme. Wewe ni mweza. Tazama, ulisikia kilio cha watoto wako, wana wa Israeli waliohangaika kwa miaka 400. Mungu wangu, wakatembea kwa umaskini, wakatembea Baba kwa utumwa. Mungu wangu, watoto wao wa kiume wakauawa, wakakulilia Baba, wakakuinulia mikono, wakakuita Mungu wangu. Tazama Baba, wewe ni Mungu wa rehema, wewe ni Mungu mzuri, wewe ni Mungu wa msamaha, wewe ni Mungu Baba, unajali maisha ya watoto wako. Tazama Mungu wangu, ulisikia kilio chao Baba, ukashuka kwa Musa, ukamtembelea mtumishi wako Musa, ukamwambia Musa, nimesikia kilio cha watoto wangu. Hata siku leo Baba, niko na kilio hiki. Ninajua Baba, maadui zangu wamenizunguka. Wewe umeketi katika kiti chako cha enzi. Wewe hulali, wewe ni mwema, wala husinzii. Unaweza kunipigania hata sasa. Ninakuabudu Baba, siangalii maadui, ninakuangalia wewe, maana wewe ndio mfalme, wewe ndio mweza. Jeshi lote ni lako, vifaa vyote ni vyako. Farasi wa moto wanatoka kwako, mishale zote zinatoka kwako. Mungu wangu, ninajiweka mbele zako, ninakuangalia wewe, wewe nipiganie. Chukisha malaika wa moto, chukisha malaika wa moto. Ukifungua macho, praise God, ukifungua macho, vitu vinachomeka, vitu vinaangamia. Praise God, vitu vinaangamia. Hivyo ndio inakuwa. We don't worship, we don't praise the Lord in the right way. You can lift up your hand like this. You can kneel down like this.
You can sleep posted like this. Praise God. Amen. You're worshiping the Lord. Amen. You can walk like this as you worship. Hallelujah. Amen. Huko mbele za Bwana. Amen. Unaweza funga macho kama unaona distraction. Mara nyingi ndio tunafunga macho kwa sababu tunaangalia yule mara yule anapita. Mara nini? Kwa sababu unafunga macho kwa sababu gani? Hutaki kuona chochote ambacho kitakutatiza. Wakati umefunga macho, wewe uko mbele za Bwana. Mara nyingi wakati ninaamka kama saa 9, saa 10 mara nyingi naamka. Nimepanda pale juu ya ghorofa wakati ninapoomba. Wakati ninapoendelea kusifu Bwana, ninasikia kitu kimekuwa mwepesi. Nimesikia sauti yangu imebadilika wakati wa sifa na ninamshukuru Bwana. Hiyo tu. Praise God. Mungu anakupigania vita wakati unapoinua sifa. Mungu alimpigania Jehoshaphat. Jehoshaphat hakujua hizo vita vitapigana namna gani. Yeye aliambiwa tu, shukeni chini, mkajipange. Vita Bwana amechukua. Azi anakuambia formula, aliambia formula. Formula Mungu asema, na Mungu asema ni formula Bwana atakutumia. Formula ni yake. Yeye ndo ana utajiri wote. Yeye ndo ana jeshi lote la mbinguni. Yeye ndo ana uweza wote. Anajua mwenyewe vile anafanya. Tunaona Daniel Biblia inatuambia kwamba Daniel worship the Lord every time. 3 times a day. Na hata mambo aliposingiziwa kwamba atafungwa kifungo cha kunyongwa, kifo ya kuliwa na nini? Na simba, bado alipanda katika sehemu ya juu. Akaendelea kumwabudu Bwana na kumshukuru Bwana. Kama desturi yake. Kama desturi yake. Mfalme alisemaje aliposhuka? Danieli mtumishi wa Mungu. Je, Mungu wako unayemwabudu kila siku amekuokoa? Danieli katika shimo akasema, ndio mfalme, sikupatikana na shida, sikupatikana na hatia yoyote mbele zako, mbele za Bwana, mbele za yoyote. Mungu ametumana malaika, amefunga simba midomo, na bado niko hai. Naamini hata wakati aliposhuka katika lile simba, wakati wa kuabudu, Mungu alikuwa anafanya kazi yake mwenyewe. Wakati wa sifa akienda kumsifu Bwana, Mungu aliendelea kufanya mambo yake mwenyewe. This is the secret of success. Amen. Praise God. Amen. This is the secret of success. It is time to engage the enemy using this supernatural weapon. This is the supernatural weapon. Amen. Which never fails. Amen. Hii weapon, hii silaha haishindwi. Hii silaha haishindwi. Haishindwi. Kwa sababu Mungu akishashuka, kwa sababu anakaa ndani ya sifa, akishuka ndani ya hizo sifa, anajua mwenyewe bila anafanya. Kwa sababu hawezi shuka. You cannot get the visitation and remain the same. No. You cannot remain the same. Praise God. Huwezi baki kama vile ulivyokuwa. Ndio anasema katika Zaburi 22:3. Tutarejelea tena. Mungu aketie juu ya sifa za watu wake. Mungu aketie juu ya sifa za wana wa Israeli. God inhabits or resides or lives in the presence of his people. The reward of praise to God is divine presence. When you praise the Lord, what is the reward? Faida yake nini? Uwepo wake. Uwepo. Faida ya kumsifu Bwana ni uwepo. Wakati uwepo wake umeshuka, mambo mengine yote yanakuwa rahisi. Wakati uwepo wa Mungu uliposhuka, iliwachanganya maadui wa Jehoshaphat. Ilileta uoga kwa maadui wa Jehoshaphat. Walichanganyikiwa, wakaanza kutupa mishale, wakafikiri wanatupia Waisraeli. Kumbe wanauana wenyewe kwa wenyewe. Haleluya. Mpaka wakamalizana. Angalia Jehoshaphat, yeye alikumbana na vita vikubwa, maadui wazito. Nchi 3 zimemzunguka, zina silaha, zina kila kitu,
na wamekuja kumwangamiza na kumteka yeye nyara pamoja na watu wote. Josephat hana uwezo, lakini alikuwa na Mungu na alijua siri kubwa ni praise. Akasema hapa, kwa sababu Mungu amesema tayari, amesema vita atatupigania. Sasa ni sisi tuhakikishe kwamba uwepo wake uko pamoja nasi. Tuhakikishe kwamba uwepo wake uko pamoja nasi. Akachagua timu, praise and worship, ngoma, zeze, vinubi, kila aina. Anzeni kucheza na kuimba tukimuinua Bwana. Alihakikisha kwamba uwepo wa Mungu uko. Yaani wakati wote vile Mungu atakavyofanya, uwepo wake hauondoki, uko pale. Alafu Mungu mwenyewe anafanya. Sio aliendelea kuimba tu. Waliendelea, Biblia haijasema walisimama saa ngapi. Lakini kitu ambacho anasema, walipoinua vichwa vyao wakapata wale wameangamia. So the most important thing, kitu cha muhimu ni kuhakikisha kwamba uwepo wa Bwana uko pamoja nao. Haleluya. Amen. Katikati ya wiki, Monday, Tuesday, umekuja ndani ya hekalu la Bwana, umeingia. Wewe inua tu mikono yako, mwambie Baba nakushukuru. Ninajua wewe ni mfalme. Ninakushukuru manake wewe ni mlinzi. Ninakushukuru manake wewe hushindi. Nakushukuru manake wewe hulali. Nakushukuru manake wewe husinzii. Nakushukuru Baba manake umenilinda, unanijua tangu nilipozaliwa. Tangu nilipotoka tumboni mwa mama yangu ulinijua. Nakushukuru Baba manake ulinipigania vita vyote. Nakushukuru Baba magonjwa yote Baba uliyaondolea. Nakushukuru Baba visirani haviko tena juu yangu. Nakushukuru kwa uweza wako na nguvu zako za ajabu. Wewe ni mfalme. Tazama hakuna mwingine aliye juu yako. Hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa. Hakuna mwingine anayestahili kuinuliwa. Baba wa asubuhi ya leo, ninajiweka mbele zako. Ninalisifu jina lako. Wakati unapotembea Baba, nahitaji uwepo wako, nahitaji nuru yako, nahitaji anointing yako, nahitaji uweza wako, nahitaji favor yako. Na nitakapoingia katika ofisi yangu Baba, nahitaji favor yako. Ukiingia katika ofisi Baba, nakushukuru kwa ajili ya ofisi hii, nakushukuru kwa ajili ya uwepo, nakushukuru kwa ajili ya nguvu, nakushukuru kwa kazi hii ulionipa, nakushukuru maana yake unanilinda hata sasa uko pamoja nao. Nani? Wewe ndio mfalme katika maisha yangu. Amen. Sasa uwepo wa Bwana uko saa zote. Amen. Wataenda kwa mchawi, wataona giza. Amen. Ndio maana watu wengine wako na siri. Wanasema they want to connect themselves always to the anointed man of God. Amen. Kwa nini wanataka kujiconnect na mbarikiwa wa Mungu? Wanataka kujiconnect kwa sababu wanataka saa zote wakuwe karibu. Wajiconnect kwa sababu mara amempigia simu amemsalimia, mara achukua credit, mara nini. Yaani kwa sababu anahitaji ile anointing. Rubbing shoulders with the anointed. You become anointed. Amen. Praise God. Amen. Miujiza inatendeka wakati wa sifa na kumwabudu Bwana. Kwa sababu uwepo wa Mungu uko mahali hapa. Vifungo vyote vinafunguka na unawekwa huru. People are set free and chains are loose. Wonders happen when we worship God because God's presence is revealed. Amen. Tunaona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 25 hadi 27. Lakini palipo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Siri moja tunapata hapa. Paulo na Sila ile nasema walikuwa wakiomba na kufanya nini?
na kumsifu Mungu. Wakati walikuwa wakiimba usiku wa manane, kila mtu amelala, walinzi wamelala, kila mmoja amejua kuna usalama. Milango zimefungwa, geti ya kwanza, geti ya pili, geti ya tatu. Chain zimeletwa, nyororo. Wamefungwa mguu mmoja pande hii, mguu mmoja pande hii, na mikono imefungwa. Wameketi mahali pamoja. Lakini usiku wa manane ulipofika, wakambeana na mwenzake Sila. Sasa wakati umefika, tukafungue anga za mbinguni na tukashukishe uwepo, nguvu za Mungu mahali hapa. Alafu tuone kesho asubuhi itakuwaje. Praise God. Wakaanza kuimba, wakaanza kusifu. Praise God. Wakaanza kumsifu Bwana. Hallelujah. Wakati wanapoendelea kusifu, uwepo wa Mungu ulishuka kwa hasira zote. Mbingu ilifunguka, na kwa sababu sifa hizo zilikuwa ni usiku wa manane, wakati hakuna distraction yoyote. Praise God. Hakuna distraction yoyote. Wakaanza kuimba, wakaanza kusifu. Wako katika cheni, wanasifu, wanasifu katika cheni. Watu wamelala, wanaomba na kusifu. Wako katika nyororo, wanamsifu Bwana, wanamwambia Bwana, hata katika hali hizi wewe bado ni Bwana, wewe unastahili sifa, wewe unastahili kuinuliwa. Hakuna mwingine Baba, ni wewe uliyeniita, ni wewe uliyetuita Baba. Umetupatia nguvu, umetupatia vipawa, hata umetuonyesha Baba pepo iliyoko kwa mtoto yule. Ndio maana tuko ndani Baba, tunakuabudu, tunakusifu hata sasa. Kwa cheni hizi Baba, tunaliinua jina lako, tunalisifu jina lako. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Wewe ndio mfalme, ulimwachia Bwana Yesu Kristo akakutana nami. Ndio maana nakuabudu, nitazidi kukuinua hata nikufe Baba. Mimi ni wako. Mbingu zikafunguka, mtetemeko, cheni zikafunguka, milango zikafunguka, wakabaki huru. Haleluya. Wakaangalia, wakazunguka, wakasema, nguvu za Mungu hizi. Mlinzi amka. Mlinzi akamka. Nyororo zimefunguka, kila mtu yuko huru. Milango zote zinaangalia mtapa, zote ziko wazi, zinaangalia siti. Watu watatoka ama watafanya nini? Paulo akawaambia, hizi ni nguvu za Mungu, msiende mahali popote. Wacha leo tuonyeshe, wacha leo tuwadhihirishie kwamba Mungu anaweza kutotoa mahali hapa hata bila wao, lakini hatutatoka kwa sababu watatii. Kuanzia sasa hao wakuu wataona nguvu za Mungu za ajabu na watatii mkono wa Bwana. Paulo akawaambia msitoke, akawaambia msitoke, ninyi kaeni tu. Akamwamsha askari. Askari alipoamka kwa uoga, akatoa kisu anataka kujimaliza. Akamwambia askari, tulia. Tulia, tulia, tulia. Sisi ni watu wa Mungu, tuko hapa. Unasemaje? Favor kashuka juu ya Paulo na Sila. Siku hiyo hata yule askari mkuu wa magereza akaokoka, akaombea toba, na akaenda mbele akasema, hao watu waachilie tu waende. Hao watu si watu wa kawaida. Hao watu mimi nimeogopa, maana hata nimewalisha nyumbani kwangu, wamekunywa chai. Hao watu si watu wa kawaida. Tukiendelea kuwaweka hapa, magereza yote hizi misingi zimetetemeka sasa, lakini majengo yote yataanguka. Wakaambiwa nendeni. Amen. The power of praise. Amen. Praise God. Amen. This is the power of praise. Wakati walipokuwa wakiimba, waliingia katika realm supernatural, mbingu. Walifungua mbingu, walivuka katika mbingu ya pili, wakavuka, wakaenda, na Mungu akawamulika na uwepo wake ukashuka
na mambo ya kawaida hangeweza tena kushikilia. Haleluya. Amen. Ndio maana kila kitu kinakontroliwa. In the spiritual realm is where everything, maisha yako yanakontroliwa pale. Lakini Paulo alivuka, yeye anasema. Amen. Vifungo ambazo viko katika maisha yako, Biblia inatuongelesha na inaturifaa. Yesu Kristo anasema, nilipakwa mafuta, Isaiah chapter 61 na Luke chapter 4 na Matthew chapter 4 ukisoma kinasema nilipakwa mafuta. Praise God. Anasemaje? Nilipakwa mafuta nije nikawatangazie habari njema, nikawafungue waliofungwa, nikawaweke huru waliosetwa, nikahubiri, nikawatangazie mwaka wa Bwana. Vifungo ni vifungo ambavyo umefungwa. Hata wengi tumefungwa na vifungo vya mapepo. Tuko katika vifungo, tuko katika bondage. Either unajua ama hujui, lakini utajua wakati kumbe nimefungwa, kumbe nimewekwa katika box, kumbe siwezi vuka pale. Okay, fanya biashara inachanganya vizuri, umeweka fedha zimefika $200,000, biashara inachanganya. Mtu anakuja, rafiki yako anakulilia shida, natoa zile $200,000 unampatia. Ukimpatia anaenda anagonga na gari, ukimpigia simu hata yeye sasa yuko hospitali. Sasa hata hawezi tena kukulipa na biashara yako inaanguka, unaanza tena. Inachanganya tena uko $200,000, $300,000, jambo tena linatokezea tena, tena unaanza tena. Unachanganya tena. Mara mama yako amekufa, ama nani amekufa, ama nyanya yako, fedha zote kwa mtoto anaweza. Unatoa pesa na unakopa, unaanza biashara inaanza tena. Niko katika vifungo. Kumbe siwezi pita katika level fulani. I know now. So lazima nitoke katika hiyo vifungo. Lazima nitoke katika hiyo box. Wengine kama huko Western sana Wabaluya, Wajaluo, hizo na makabila zitoka karibu, kuna uchawi ile anachukua kitu alafu anaweka ndani ya nyumba ama ndani ya mtungi, anazungushia ile nyoka. Mnajua ile nyoka maana yake nini? Mnajua maana yake nini? Bwana mnyamaza. Ile nyoka imezungushia kwa sababu wakati imetingishika, na maisha yako nayo yanatatizika, yanaanguka. Yale majina yamewekwa pale, wakati nyoka imefanya mambo yanaharibika huko. Biashara chini, mwizi alikuja akaiba pesa, wewe umeregesha mbaya, mambo yanaharibika. Hivyo kama ni mgonjwa, anaumwa pale kwa hospitali, hakuna kitu. Kama ulikuwa na mimba umeshika miscarriage, unapata mimba nyingine tena miezi mitatu, miscarriage tena, unapata mimba nyingine tena miezi mitatu na siku moja, miscarriage tena. Hiyo ni vifungo, huwezi kuendelea. Praise inafungua hizo vifungo. Amen. Sifa inafungua hizo vifungo. Amen. Wakati nuru ya Bwana imeshuka, wakati uwepo wa Bwana umeshuka, wakati anointing ya Bwana imeshuka, lile giza linaondoka na vile vifungo vile vilivyokuwa vimeshikilia, ardhi inatetemeka. Ile nyungu kwa kutetemesho inapasuka, na ikipasuka ile nyoka inapata moto, inakimbia, inaanza kukufia mbele. Wakati nyoka imekufa, majina yako na kila kitu chako kimewekwa huru. Sasa kimewekwa huru, mvua nayo inakuja, inaangamiza hizo makaratasi, inabeba hiyo maji, na sasa unabaki huru. Wakati wa praise, ile nyoka iko pale inachomeka, ile nyungu inapata moto, ile nyungu
the power. Kama unasikia kwamba uko na roho, mimi nimekataliwa, mimi naona tu maisha yangu, wewe unaona hiyo ni spirit. Wakati unaona kuna jambo linakuja likiregelea, it is time sasa uanze kufikiria. Mkristo si mjinga. Always you think anything that happens to your life, fikiria chochote ambacho kinachotendeka katika maisha yako, wewe ni mtu wa kufikiria. Chochote ambacho kinatendeka katika maisha yako, usiwe tu mjinga. Mkristo, neno la Mungu linasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. We perish for lack of knowledge. Praise God. We perish for lack of knowledge. Hizo ukuta za Jericho ambazo zimezungukwa, umewekwa katika box. Mungu alimwambia Joshua, watazunguka siku ya kwanza, watazunguka siku ya pili hadi siku 6. Lakini siku ya 7 watarauka asubuhi na mapema. Praise God. Wenye zeze na vinanda na vinubi wakae mbele. Ikabla Bwana mbele na ufuate nio. Na wazunguke mara 7 na mara ya 7 na mara ya 7. Mara ya 7 wapige kelele za shangwe. Wapige kelele. Na mtaona vile Mungu atakafanya. Na wakati wakipiga kelele, wakati wakiendelea kupiga kelele, wakati wakiendelea kupiga kelele, zile ukuta zile collapse. As you praise, hizo ukuta ambazo zimekuzuia, ambazo zimefunga baraka zako, ambazo zimezuia breakthrough yako, ambao umewekewa mipaka, as you praise the Lord, hizo ukuta zinabomolewa, zinabomoka. Wakati wanaendelea kupraise, wakati wakaanza kupiga kelele, ainuliwe Mungu Yesu, ainuliwe jina lako, haleluya, na ukuta zote na wakaingia katika baraka zao.